Let us turn our thoughts to the book of John once again. Sasa tuangalie kitabu cha Yohana kwa mara John nyingine. chapter 21. Yohana 21. John chapter 21. Yohana 21. And we'll be looking from verse 15 Na tutaanza kuangalia fungu la 15 to verse 17. hadi la 17. John chapter 21, Yohana 21 verse 15. fungu la 15. We don't have much time. Hatuna muda kutosha. Now let's read the word of God. Sasa tusome neno la Mungu. John 21, reading from verse 15. Yohana 21 kuanzia fungu la 15. When they had finished eating, Basi walipokwisha kula, Jesus said to Simon Peter, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simon, son of John, Je, Simoni wa Yohana, do you love me more than these? wewe wanipenda kuliko hawa? Yes, Lord. Akamwambia, naam Bwana. He said, you know that I love you. Nasema wewe unajua kuwa nakupenda. Jesus said, feed my lambs. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Again, Jesus said, Akamwambia tena mara ya pili, Simon, son of John, Simoni wa Yohana, do you love me? unanipenda? He answered, yes, Lord. Akamwambia, ndiyo Bwana, You know that I love you. wewe unajua kuwa nakupenda. Jesus said, take care of my sheep. Akamwambia, chunga kondoo The wangu. third time he said to him, Akamwambia mara ya tatu, Simon, son of John, Simoni wa Yohana, do you love me? wanipenda? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? Petro alihuzunika kwa vile alivyoambiwa mara tatu wanipenda. He said, Lord, Akamwambia, Bwana, you know all things. wewe wajua yote. You know that I love you. Wewe unatambua kuwa nakupenda. Jesus said, feed my sheep. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Dear Lord, Bwana, your word is clear neno lako lipo wazi that it is when you are highly lifted, ya kwamba unapotukuzwa juu, you will draw all men, women, children and adults to you. utaleta watu wote, wanaume, wanawake na watoto kwako. Therefore, in the silence of this moment, Na hivyo katika ukimya na utulivu wa wakati huu, I ask you to bury my pride. ninakuomba uzike kujiona kwangu. Bury me alive, dear Lord, Nizike nikiwa hai, Bwana, so that you and you alone ili wewe na wewe pekee will be seen. uweze kuonekana. Now, Sasa I place the words of my mouth, ninaweka maneno ya kinywa changu the meditations of my heart, na fikra za mioyo yangu to you and you alone, O God. mikononi mwako wewe tu, Bwana. In the name of Jesus we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. I love you. Na kupenda. I love you. Na kupenda. I love you. Na kupenda. Do you want to turn to your neighbor now? Nataka kumgeukia jirani yako sasa. Is this the time you turn to your neighbor? Ni wakati wa kumgeukia jirani yako. I think this is the time. Na hisi ndio wakati. Look at them in the eyes. Mwangalie ndani ya macho. If you want to know a thief, you look at them in the eye. Nataka kumuona mwizi, mwangalie machoni. And give them a smile. Afu mpe tabasamu. Tell them, neighbor, oh neighbor, Mbe jirani, oh jirani. I love you. Na kupenda. There are some people struggling here. There are some people struggling here. Kuna watu hapa wanapata shida. There are some people struggling Kuna here. watu hapa wanapata And shida. there is a few more struggling here. Kuna wengine hapa wanapata shida. I love you. Na kupenda. See, John chapter 21. Unaona Yohana 21. It was after Jesus was crucified. Ni baada ya Yesu kusulubiwa. After he was deserted and left alone by his disciples. Baada ya kuachwa na wanafunzi wake. After he's been rejected by two of his disciples. Alivyokataliwa na wanafunzi wake And wawili. denied by two of his disciples. Na wakamkataa wengine wawili. Who are the two disciples that denied Jesus? Walikuwa wangapi waliomkana? Do you know the two disciples that denied Jesus? Unafahamu wale waliomkana? Who was the first one? Wa kwanza ni nani? Judas Iscariot. Alikuwa Yuda Iskarioti. And what happened after he denied Jesus? Na nini kilitokea baada ya kumkana Yesu? He went and committed suicide. Alienda kujinyonga. The funny thing was, Na cha kufurahisha ni you see, the money he was paid naona hela alizopewa to deny Jesus, kumkana he Yesu, went and bought a piece of land. akaenda kununua sehemu ya ardhi. And after he denied Jesus, Na baada ya kumkana he Yesu, went and committed suicide on the very piece of land he spent the money on. alienda kujinyonga katika ardhi ile ile aliyonunua.
We'll leave that alone for another day. Tutaiacha hiyo kwa ajili ya siku nyingine. Who was the second disciple that denied Jesus? Na yupi ni wa pili aliyemkana? Peter. Petro. How many times did he deny him? Alimkana mara ngapi? 3 times. Mara 3. And let me tell you a funny fact. Na ngoja niwaambie kitu cha kufurahisha kingine. Is it a funny fact? No, it's not a funny fact, but it's a fact. Hapana, hakifurahishi ila ni kitu tu inabidi mjue. Peter was swearing and cursing. Petro alikuwa akijilaani. Swearing in the sense of using foul language. Alikuwa anatukana. Yeah, that's the one. When he was denying Jesus, alipokuwa anamkana he Yesu, was swearing and cursing alitukana na kulaani that I don't know this ya guy. kwamba simfahamu huyu mtu. Swearing and cursing. Alitukana na And kulaani. Peter was a fisherman. Na Petro alikuwa mvuvi. And you know fishermen with the foul language. Na unajua wavuvi na maneno machafu. So when they came to him, kwa walivyokuja kwake, talking about, you look like one of his disciples. anasema unafanana na mmoja You wao. talk like him. Unaongea kama You yeye. move like him. Unatembea kama Peter yeye. was swearing and cursing. Petro alikuwa anatukana na kulaani. And I'm not going to run the risk of repeating the words he probably said. Na mimi sitaki kurudia maneno ambayo huenda alisema. Because I don't know them. I'm a pastor, so hey. Sababu mimi sifahamu ni mchungaji. But he was swearing and cursing Lakini alitukana na kulaani while denying Jesus. huku akimkana Yesu. And they left Jesus alone. Na akamwacha Yesu peke When yake. Jesus was on the cross, Yesu alivyokuwa it msalabani, was only one disciple that was left with him. alikuwa mwanafunzi mmoja tu aliyebaki Who was naye. that? Na ni nani huyo? You got it right. Who was that? Umepatia nani huyo? John. Yohana. John was the only disciple left Yohana ni mwanafunzi pekee at aliyebaki the feet of the cross. miguuni pale kwenye msalaba. And it was Jesus hanging on the cross Na ilikuwa Yesu akiwa pale that ameangikwa. asked and begged John, Na akamwambia Yohana, look after your mother. mtazame mamako. And it was Jesus on the cross Na ilikuwa Yesu who msalabani begged his mother ambaye alimuomba to mamake look after John. amwangalie Yohana. The rest were long gone. Wengine wote waliondoka, They had left him walimuacha and deserted him. na And akamtelekeza. as though that's not enough, Na kama hiyo haitoshi, they went back walirudi to doing what they used to do kufanya kile walichokuwa wanafanya mwanzo before they met Jesus. kabla hawajakutana na You Yesu. remember when Jesus called Peter, Unakumbuka Yesu alikuwa anamuita he Petro, told him alimwambia that you will no longer be a na fisherman, kwamba kama utakuwa tena but mvuvi, you will be a fisher of men. nataka ukavue watu From now henceforth, kuanzia sasa na your kuendelea. business is not to look for fish. Hautakuwa unatafuta Your samaki, business is to look for sinners so that they repent. utatafuta wenye dhambi ili And watubu, they are prepared for my soon coming. ili waandaliwe kwa ujio wangu When wa pili. Jesus Na died, Yesu alivyokufa, all hope was gone. matumaini yote yaliondoka. Peter went back to doing Petro alirudi kufanya what he was doing kile alichokuwa anafanya prior to meeting Jesus. kabla hajakutana na He Yesu. went back to fishing. Akaendelea kuvua He samaki, forgot his calling. alisahau wito That wake, he's no longer supposed to be a fisherman. ya kwamba kama hatakiwi tena kuvua He's samaki, supposed to be a fisher of men. anabidi akavue He watu. went back to his business. Akarudi kwenye kazi He yake, went back to the boat. akarudi kwenye He went merikebu, back to the nets. akarudi kwenye nyavu. And Jesus, Na Yesu after he resurrected from the dead, baada ya kufufuka katika he wafu, does only what Jesus can do. angalia kile Yesu anaweza kufanya. He does what only Jesus can do. Alifanya kile pekee Yesu If angefanya. I was Jesus, Kama mimi ningekuwa and Yesu, you better thank God that I am not Jesus. namshukuru Mungu mimi sio Yesu. If I was Jesus, Mimi ningekuwa Yesu. I have walked with you for 3.5 years. Nimetembea naye kwa miaka 3.5. I have performed miracles in your sight. Nimefanya miujiza mbele yenu. I have fed the hungry in your sight. Nimelisha maelfu mbele I yenu. have raised the dead in your Na sight. nimefufua uwafu mbele yenu. I have told you about my mission and my purpose. Nimeambia kazi yangu na kusudi And I yangu. have told you about your mission and your purpose. Na nimeambia kusudi yenu And vile I have vile. taught you and trained Na you nimewafundisha na for kuwa na nyinyi 3.5 years. kwa miaka 3.5. You know, this is a length of a degree program in Tanzania. Unajua hiyo ni kama mtu anayechukua degree 3 Tanzania. years is a whole degree program. Miaka 3 ni degree I nzima have hapo. done a whole degree with you, Nimefanya degree nzima na wewe. teaching you that you are no longer a fisherman, Nikikufundisha kwamba wewe sio mvuvi wa but you are a samaki, fisher of men. ila yeye ni mvuvi wa And watu. I die for a weekend Na nimekufa tu
for a weekend, mwisho wa juma, and you desert me, na wewe and unaniacha, you leave me, na and you unanitelekeza, deny me, na unanikana, and you go back into fishing. na unarudi kuvua If samaki. I was Jesus, Kama mimi ningekuwa I would Yesu, have been done with you. ningemalizana na wewe. That would have been the end of it. Ingekuwa mwisho kabisa. You wouldn't see me, you Usingeniona, wouldn't hear me, usingenisikia, I wouldn't deal with you, na nisingepambana na I wouldn't nyinyi, want anything to do with you. na sikutaka kusana na nyinyi But kabisa. Jesus is so loving. Lakini Yesu ana upendo He sana. doesn't give up. Hakukata tamaa, He doesn't let go. hakuachilia. After his resurrection, Baada ya kufufuka, one of the first things he does, kitu cha kwanza he alichokifanya, goes back to alirudi look for the very same people, kuangalia wale watu wenyewe, the very people that deserted him wale ambao alimwacha and denied him. na akamkana. He went back to look for them. Akarudi kuwatafuta, He went back to look for them. akarudi kuwatafuta.